CCM ni chama tawala, ilikuwa vizuri au ningetegemea kuona fedha zinazonunua mabasi mengi kiasi hiki zilitakiwa ziingizwe kulipa deni. Wakati kama huu wenye deni kubwa kiasi hiki, haikutakiwa kununua baskeli kwa ajili ya hawa wajumbe ambao miaka mingi nyuma kwa ajili kununua baskeli. Mmekopa mkopo, mmeingiza mitambo kwenye migodi, mmepeleka mitambo ya maana ya kisasa kwenda kuchimba tanzanite, kuchimba dhahabu, kuchimba almasi, kuchimba mkaa, kuchimba chuma, kuchimba. Bwana Yesu asifiwe. Na kabla sijaendelea sana, acha nisome kwanza andiko katika kitabu cha Mithali sura 22 mstari wa 7. Maandiko matakatifu yanasema hivi: tajiri humtawala maskini, naye akupaye ni mtumwa wake akopeshaye. Tajiri humtawala maskini, naye akupaye ni mtumwa wake yeye akopeshaye. Sasa kwa deni kubwa ambalo tuko nalo, deni la taifa trilioni 107.7 kwa mujibu wa hii taarifa, ni deni kubwa sana. Hivyo sisi kwa kupenda au kwa kutokupenda, kwa kutaka kwa kutokutaka, sisi ni watumwa kwa wale wanaotudai. Sisi ni watumwa kwa wale wanaotudai. Biblia hii ni dira, ni taa. Ikisema imesema, iliyosema ni ndio na ni kweli na ni amini. Hatuwezi kukataa. Sasa kwa deni hili linalotufanya kwa watumwa, kulihitaji nidhamu kubwa sana, nidhamu ya dhati kuhakikisha tunajitoa kwenye utumwa huu. Kulihitaji nidhamu ya deni. Wasemaji wanasema dawa ya deni ni kulilipa. Kulitakiwa kuonekane jitihada za kulipa deni, kwamba kila mwaka wa fedha kuweko kuna kiasi cha deni ambalo limepunguzwa. Yaani tunapoingia mwaka mpya wa fedha, inaposomwa bajeti ilitakiwa itengenezwe kwa umakini mkubwa sana kulingana na shida ambayo tuko nayo ya deni hili kubwa linalotufanya kuwa watumwa. Matumizi ya fedha yalitakiwa kwa makini sana. Hatukutakiwa kuendekeza maisha ya anasa kwenye kipindi au kwenye wakati ambao tunadaiwa deni trilioni 107. Kwenye eneo hili bajeti ilitakiwa ielekezwe walau kwa kiasi kikubwa kwenye sekta mbili muhimu: sekta ya afya na sekta ya ulinzi na usalama. Kwenye hizi sekta mbili muhimu, huku ndio bajeti ingeelekezwa sana. Hizi sekta nyingine zote zilitakiwa zipate bajeti ndogo sana. Lengo kubwa, bajeti kubwa au fedha nyingi zielekezwe kulipa deni. Kwa miundombinu ya usafirishaji tulionayo mpaka sasa inavumilika. Hatuwezi kusema kwamba mabarabara ni mabovu sana, hayawezi kuvumilika kwa hali ambayo ziko barabara sasa. Lami ziko nyingi sana, Magufuli amejenga, Samia ameendelea kujenga. Ziko nyingi sana barabara za lami. Miundombinu iko mingi sana, zimejengwa vizuri, zinavumilika. Walau kwa miaka kadhaa tulitakiwa tuwe wachumi, tujiumize kwa kuto kuendekeza maisha ya nasa ili tuweze kulilipa hili deni. Deni hili linahitaji uzalendo. Deni hili halihitaji utofauti wa vyama. Deni hili halihitaji utofauti wa itikadi za vyama. Sasa bahati mbaya CCM ndio umelisababisha hili deni. Nyinyi kwa sababu ndio mmekuwa chama tawala toka mfumo wa vyama vingi, toka mfumo wa chama kimoja tano ilikuja kuwa CCM. Hiyo CCM imeingia kwenye mfumo wa vyama vingi mwaka 92, imeongoza mpaka leo. Ina maana deni hili kutoka kwa Mzee Nyerere mpaka leo CCM ninyi ndio mnahusishwa na hili deni, kwa sababu hakuna chama kingine kilichoingia hapa katikati kikasababisha deni. Kwa hiyo ninyi hamkutakiwa kununua mabasi mengi kiasi hiki. Hamkutakiwa kununua baskeli hizi kuwapelekea mabalozi wa jumbe kwa wakati huu ambao tunadaiwa deni.
Deni hili halikuhitaji vyama, ilikuwa ni vizuri muathiri hata uchumi wa chama chenu ili mlipe hili deni, mpunguze hili deni. Tuangalie na kodi za wananchi ni namna gani tunaweza kuzibalance, tusimwathiri mwananchi, tusimwathiri mfanyabiashara kwa biashara yake au kwa mtaji alionao, ila tufanye bidii kulipa hili deni. Mambo ya msingi ya kuzingatia, ilitakiwa kuwa makini wa matumizi. Kwenye makini wa matumizi ni kuhakikisha kwanza mishahara ya watumishi wa umma inashuka. Asilimia fulani iende kalipe deni. Tuumie kwa kipindi chochote ambacho tutalipa hili deni, kwa sababu tumeshajiingiza kwenye utumwa kwa kujua kwa kutokujua. Tunatakiwa kujitoa. Mishahara ya watumishi ipunguzwe, wajue kwamba tunatakiwa kulipa deni, tujitoe kwenye utumwa. Mianya ambayo fedha inavuja kiwepesi tu, nasikia ripoti ya CAG kuna fedha fulani zimepigwa. Kwa nini zinapigwa? Mianya hii zibwe, kuweko na usimamizi mkali. Kwa nini usimamizi mkali? Kwa nini mishahara iwe midogo? Tunataka tulipe deni, ili deni liishe. Kuliko inazidi kuongezeka, tutakuwa naishi maisha ya shida, tutazidi kuwa watumwa. Hawa majamaa kuna siku watakuja wataifisha hii migodi yetu hapa. Tutaishi maisha magumu. Vyanzo vya mapato vilitakiwa visimamiwe kwa umakini. Fedha isitumike vibaya, fedha isipelekwe mahali pasipohitajika. Nimesema pale mwanzo, sekta ya afya na sekta ya ulinzi na usalama ndio sekta pekee ambazo zilitakiwa zipelekewe fedha, kwa sababu hawa watu ili wafanye kazi, watoe kodi, wanahitaji afya, wanahitaji usalama. Wafanye kazi, watoe kodi, wanahitaji afya, wanahitaji usalama. Kwa habari ya miundombinu ya barabara tulizonazo zinavumilika kwa miaka hata 5, 10 zinavumilika, kwa sababu miaka nyuma huko walikuwa wanatembea kwenye rough road, lakini maisha yalikuwa yanaenda. Tufanye hivyo kwa lengo la kulipa deni au kupunguza hili deni, lakini sio kuendeleza maisha ya nasa kwa nunulia wajumbe mabaskeli. Hata kama amenunua mwenyekiti wa chama, sijui ni chama kimewapa, lakini nyezi ndio chama tawala ndio umesababisha hili deni. Mlitakiwa kuwa wazalendo kwenye nchi, kwa sababu mmeshasababisha, mlipe. Mfanye bidii kulipe hata kwa kuathiri uchumi wa chama chenu. Sasa kwa muktadha huo, ilikuwa vema sana tuweze kufikiri na kutafakari wakati kama huu, kununua baskeli, kununua mabasi ya kijani kwa ajili ya chama, na ninyi ndio chama tawala, hata kama mnatumia fedha zenu wenyewe, wakati taifa mnaloliongoza lina deni kubwa kiasi hiki. Mlitakiwa umakini sana. Deni la taifa dhidi ya mabasi na baskeli hizi za SSH, mimi nasema tutazidi kuumia sana kama deni hili tutalilipa. Ni deni kubwa, ni deni kubwa sana. Kulihitaji kuangalia migodi itawezaje kulipa deni, bahari tulionayo itawezaje kulipa deni, mbuga za wanyama na vivutio vyote vya utalii vinawezaje kulipa deni, kodi za wananchi tunawezaje kulipa deni. Lakini sio kuongeza deni, sio kuendelea kutunga tozo ambazo zitakuwa zinaumiza wananchi ili hali hatuendi kulipa deni. Tunaendelea kujenga vitu ambavyo havikutakiwa kujengwa. Familia za watu ambao huwa wanakuwa na madeni huwa hawaendekezi maisha ya nasa. Wako radhi wale mboga chukuchuku, wako radhi wale mboga zilizotiwa chumvi tu, ila chochote kichache kinachoingia kiende kikapunguze deni. Hawaendekezi maisha ya nasa. Tunaweza kutumia akili au maarifa hayo au fahamu huo wa ngazi ya familia ambazo huwa zinakuwa zina madeni, wanapojitoa kwenye utumwa wa deni wanakuwa wanaishi vipi. Kiujumla, kutumia fedha ambayo umekopa ni kutumia kipato ambacho hujakizalisha. Yaani leo una utajiri wa shilingi trilioni 70. Unaona utajiri huo hautoshi kuendesha maisha yako, kujenga, kuboresha sekta mbalimbali, unaona hautoshi. Unaamua kukopa trilioni zingine 70 ili zitoshe. Ina maana kwamba
utajiri ulionao wa trilioni 70 ni sifuri, kwa sababu ya trilioni 70 ulizozikopa. Zikija pale zinafuta utajiri wako. Ina maana kwamba umebatilisha utajiri ulionao, unaishi kwa utajiri mwingine. Ina maana kwamba kiwango cha fedha cha utajiri unachomiliki umekiua kwa kukikopea deni. Ina maana kwamba hautakiwi kula, hutakiwi kuvaa, hutakiwi kufanya chochote. Fedha yote uipate uilipe deni. Sasa hapo utakufa. Manake una kipindi cha miaka mingi sana cha kuwa makini wa matumizi, kutumia kichache, kikubwa kilipe deni kwa miaka mingi sana ambako utakuja kulikava. Kuingia deni ni kosa kubwa sana. Kutumia fedha ambayo umeikopa unakwenda kuingiza kwenye mradi ambao mradi wenyewe hauzalishi. Fedha ambazo zitakupeleka kulipa deni ni matumizi mabaya ya mkopo. Huo mkopo utakuumiza tu, kwa sababu hautaweza kulipa. Ukienda benki kukopa, hawakupi mkopo kama unataka uende ukajengee nyumba. Hawakupi mkopo kama unataka uende ukanunue shamba au uwanja. Wanampa mkopo mtu ambaye anaenda kuingiza kufanyia biashara, kwa sababu wanajua biashara itamletea faida, hivyo deni letu litakuwa rahisi kulipa. Sasa sisi tunaokopa tunaenda kujenga mashule, tunaenda kujenga vyoo, watoto wanaenda kujisaidia kwenye vyoo, havizalishi. Tunaenda kujenga barabara, tutasema barabara zitarahisisha usafiri. Utarahisisha usafiri wa watu ambao watakuwa wanaendelea kutoa kodi kiasi kile kile. Basi linalotoka Dar es Salaam kwenda Mbeya halitarudi mara mbili kwenye barabara nzuri, ila litawahi kufika. Halitarudi mara mbili. Litawahi kufika au litafika vizuri au litaepusha ajali. Lakini kiasi cha kodi hicho wanatoa ili basi la abiria ambalo linatoka Dar es Salaam kwenda Mbeya, kiasi cha kodi kitakuwa kile kile. Huyu mwananchi ambaye alikuwa anafika kazini saa 2 kwa sababu ya foleni za barabarani, atafika saa 12. Atafanya kazi. Kiasi cha kodi atachotoa ni kidogo sana. Inawezekana kikawa ni kile kile kulingana na mfumo wa makadirio au makisio ambao wanakisia kwamba huyu alipe kodi kiasi fulani. Kama haujaziba mianya ambamo fedha inavuja, huyu mtu ataendelea kuishi maisha ya rushwa kwa honga TRA. Kwamba siwezi kutoa kodi milioni 5, atamshikisha milioni 1 huyu mtu wa TRA. Na hakikishia hakuna mabadiliko yatakayotokea, kwa sababu haijazibwa mianya ambamo fedha inavuja. Rushwa haijatokomezwa. Hakujakuwa na umakini wa matumizi. Fedha zinaweza kuingizwa hata kwenye miradi isiyozalisha. Hatujazuia hayo na mengineyo. Hatuwezi kubadilisha chochote hata kama tukajenga barabara nzuri. Hatuwezi kuongeza kipato hata kama tutajenga barabara nzuri. Ingewezekana mmekopa mkopo, mmeingiza mitambo kwenye migodi, mmepeleka mitambo ya maana ya kisasa kwenda kuchimba tanzanite, kuchimba dhahabu, kuchimba almasi, kuchimba mkaa, kuchimba chuma, kuchimba madini ya namna zote. Melekeza mitambo ya maana inachimbwa, mitambo ya kuyeyusha juma, kwa sababu mkopo mliokopa. Deni mnalilipa na mkopo mliokopa unakuwa na maana. Lakini nakopa unaenda kujenga vyoo vya shule, hatuwezi kulipa deni. Na hii ni sauti ya mtoto wa mtu anaelia kutoka gerezani akisema, itengenezeni njia ya Bwana nchini mapito yake. Heri mtu yule atakayefungwa, atakayeteswa ama atakayeuawa, tangu sasa apate kupumzika mara baada ya taabu zake. Yesu Mungu mkuu, mhukumu haki, yuaja naye anakuja kumlipa kila mtu sasa na ile matendo anayotenda. Hii ndio maana neno Maranatha. Sauti ya Mabadiliko ni wito wa kujiunga na harakati hizi za kujenga jamii mpya yenye watu wapya katika nchi mpya ambamo ndani yake hakitasikika kilio.